Karibu sana kwenye platform za Mwananchi Digital. Leo Septemba 26 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana imani kubwa na Uturuki itakubali ombi lake la kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi katika juhudi za kuikata Moscow njia zake za mapato kutokana na uvamizi wa Ukraine. Trump ameyasema hayo Alhamisi jijini Washington baada ya mkutano wa saa 2 na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ikulu ya White House, Trump alisema mkutano wao ulikuwa ni wa mwisho kuhusu masuala muhimu ya ushirikiano baina ya nchi hizo, ingawa hakutoa taarifa za kina. Aliahidi kutangaza maamuzi rasmi baadaye. Ninaamini Rais Erdogan atasitisha ununuzi wa mafuta ya Urusi. Anaweza kuyapata kutoka kwa mataifa mengine mengi, alisema Trump kwa kujiamini. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani inaendelea kushinikiza nchi za Ulaya kusitisha utegemezi wao mafuta ya Urusi, hatua inayolenga kuinyima Moscow mapato ya kugharamia vita inayoendelea nchini Ukraine. Hata hivyo, mataifa kama Hungary na Slovakia bado yananunua mafuta kutoka Urusi, hali ambayo Trump aliitaja kuwa ni ya kipekee kutokana na ukosefu wao wa vyanzo vingine vya nishati. Katika mkutano huo, Rais Erdogan alieleza matumaini yake ya kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Ankara vilivyowekwa mwaka 2020 baada ya kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 kutoka Urusi. Vikwazo hivyo vilizuia Uturuki kununua ndege za kivita za kisasa aina ya F-35 zinazozalishwa na kampuni ya Lockheed Martin. Naamini ataweza kununua anachokitaka, alisema Trump. Alipoulizwa kuhusu mpango wa F-35, pia alidokeza kuwa vikwazo dhidi ya Uturuki vinaweza kuondolewa hivi karibuni iwapo mazungumzo yao yataendelea kuwa vizuri. Erdogan, ambaye amerudi White House kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6, alikaribishwa kwa ishara ya ushirikiano mpya. Trump alimtaja kiongozi huyo wa Uturuki kuwa mtu mgumu sana, lakini akaongeza kuwa walibaki marafiki alipokuwa nje ya madaraka. Kwa upande wake, Erdogan alisema kuwa mazungumzo yao yamelenga zaidi masuala ya ulinzi, biashara, nishati na migogoro ya kikanda. Ankara pia inashinikiza kupewa ishara ya kununua ndege 40 za F-16 ili kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, hasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, Bahari Nyeusi na Mediterranean. Uturuki, ikiwa na jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO, inatazamiwa kutumia fursa ya urafiki wa kibinafsi kati ya Trump na Erdogan kuinua nafasi yake ya kijeshi na kiuchumi ndani ya ushirika huo. Mahusiano kati ya nchi hizo yalikuwa baridi wakati wa utawala wa Rais Joe Biden, ambaye alichukua msimamo wa tahadhari dhidi ya uhusiano wa karibu wa Ankara na Moscow. Lakini kurudi kwa Trump madarakani kumeleta mwelekeo mpya. Marekani na Uturuki sasa zinaonekana kuwa na msimamo wa pamoja kuhusu Syria, eneo ambalo hapo awali ilisababisha mvutano mkubwa baina yao. Ikiwa vikwazo vitaondolewa na mpango wa F-35 kufufuliwa, Uturuki huenda ikapata tena nafasi yake kama mshirika muhimu wa kimkakati wa Marekani katika eneo linalokumbwa na changamoto nyingi za usalama. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili upate kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.